Hii ni Dafan Media. Simulizi wako ni mimi Sultan Singh. Leo katika jabali la historia tunakuletea watu 10 hatari zaidi duniani. Vyuma, majabali, wale waliounyima usingizi wana FBI na CIA, majasusi hatari duniani, watu waliogonga vichwa vya habari duniani na kufanya watu wakose usingizi wakiwawaza na kuwafikiria wao tu. Hivi unajua ni watu gani hao? Ni kina nani? Ungana na jabali la historia ndani ya Dafan TV na Dafan FM ili uweze kujua ni kwa nini wao wamekuwa watu 10 zaidi waliosumbua duniani na kugonga vichwa vya habari na kusumbua mashirika ya FBI na CIA. Karibu ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujua ni yapi yaliyojiri juu ya watu hawa 10 na nini walichokifanya ndani ya jabali la historia. Karibu jabali la historia. Namba 1 ni Osama bin Laden, kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda aliyesababisha shambulizi la Septemba 11, 2001 ambalo lilisababisha maafa, uharibifu wa mali na vifo vya zaidi ya watu 3,000 huko New York City na Washington DC. Huyo ni Osama bin Laden, mwamba, au unaweza kumuita jasusi, aliyeweka historia kubwa na aliyesumbua vichwa vya wana CIA na FBI. Namba 2 ni White Bagger. Huyu ni mhalifu na kiongozi wa genge la Winter Hill huko Boston, Marekani. Alifanya uhalifu mkubwa wa kifedha na kisiasa na alikuwa na ushirika na maafisa baadhi wa FBI. Hiyo ilifanya iwe kazi ngumu sana kumpata na kunasua mitego ya bwana White Bagger. Hivyo akawa miongoni mwa watu walioisumbua sana FBI na CIA, na huyu ni White Bagger. Namba 3 ni Edward Snowden, mwanaharakati wa haki za kiraia na mtaalamu wa teknolojia ambaye alifunua programu za siri za ujasusi za NSA. Huyu unaweza kumuita bwana injinia, mtu hatari, mtaalamu wa teknolojia. Vijana wa sasa wanamuita IT. Huyu ndiye alikuwa IT master hatari zaidi duniani. Namba 4 ni Robert Hansen, afisa wa zamani wa FBI ambaye alifanya kazi kama jasusi wa Urusi kwa muda wa miaka 22 kwa siri. Huyu unaweza kumuita mbeba siri au mtunza siri asiyejulikana, mtu hatari. Utakwenda kumjua vizuri wakati wa uchambuzi. Namba 5, Aldrich Amis, afisa wa zamani wa CIA ambaye alifanya kazi kama jasusi wa Urusi kwa muda wa miaka 9 na alisababisha kifo cha maafisa wa ujasusi wa Marekani na washirika wao. Namba 6 si mwingine ni Carlos the Jack, mwanaharakati wa Palestina na mhalifu wa kimataifa aliyefanya mashambulio kadhaa ya kigaidi pamoja na shambulio la bomu la mwaka 1975 dhidi ya makao makuu ya OPEC huko Vienna, Austria. Namba 7 ni John Dillinger, mhalifu wa Kimarekani wa miaka ya 1930 ambaye alifanya wizi wa bank
kadhaa na alikimbia kutoka gereza mara 2. Huyu hakika kweli ni mhalifu wa kimataifa. Mpaka kufikia kutoroka gerezani kweli ameupiga mwingi. Lakini namba 8 ni Patty Hearst, mwanaharakati wa haki za kiraia na mrithi wa utajiri wa vyombo vya habari ambaye alitekwa nyara na genge la Symbionese Liberation Army au SLA na baadaye akaamua kuungana nao. Hakika inasikitisha na kushangaza, yaani aliyetekwa akaamua kuwa mshirika wa wale waliyemteka. Namba 9 ni Ted Kaczynski, mwanafalsafa na mhandisi wa Marekani ambaye alipewa jina la Unabomber. Huyu ndiyo yule mkali wa kutuma barua ama ujumbe wa mabomu. Ukiona tu umetumiwa zawadi ya birthday na bwana huyu, ujue tayari habari yako imekwisha. Miaka ya 1980 na 1990 bwana huyu alitikisa dunia kwa kutuma zawadi na vifurushi vya mabomu kwa wale maadui zake. Hakika mtu huyu anafaa kuitwa Unabomber. Namba 10 ni Timothy McVeigh, mhalifu wa Kimarekani ambaye alifanya shambulizi la bomu dhidi ya jengo la shirikisho huko Oklahoma City mnamo mwaka 1995, ambaye alisababisha vifo vya watu 168. Hakika bwana huyu aliwanyima usingizi wana FBI na CIA na kuvifanya vitanda vyao kuwa vya moto, wakeshe wakiwaza ni jinsi gani ya kumdhibiti bwana Timothy. Na huyu ndiye ameifunga listi ya wale 10 ambao tutawasimulia na kueleza vituko, vitimbwi, uhalifu na ujasusi wao mkubwa dhidi ya dunia, hapa ndani ya Jabali la Historia. Jabali la Historia.